Karibu katika pitio la vitabu na Sheikh Ponda Isa Ponda. Lako ambalo umetaka tuzungumzie swala la sherehe za mapinduzi ambazo zinafanyika kesho. Ni jambo zuri na ni tukio kubwa ambalo kama Watanzania tunapaswa kulijadili kwa kiasi fulani ili tuweze kuliona katika ule upeo wake. Na katika fursa hii mimi ningependa kuzungumzia maeneo matatu. Kwanza nipenda nizungumzie mapinduzi yenyewe, alafu tuangalie mtazamo wa wasomi na wanajamii kuhusiana na yale mapinduzi, wanaangalia namna gani, lakini mwisho tuangalie faida au hasara ambazo zinazotokana na mapinduzi. Katika ile mwanzo, ili tuweze kufika vizuri katika kuyaona yale mapinduzi, ni vizuri tukarejea historia kwa ufupi ya utawala wa Zanzibar, jinsi ambavyo ilivyokuwa. Na mahala pazuri pa kuanzia ni kwa mtawala Said bin Sultan ambaye alitawala mwaka 1804 mpaka 1856. Tukianzia pale tukija mpaka kwenye mapinduzi, tunaweza kupata picha nzuri ya utawala ulivyokuwa na jinsi ambavyo mapinduzi yalivyotokea. Kwenye mwaka huu 1804 mpaka 1856, utawala uliokuwepo ulikuwa ni wa Sultan au mfalme Said bin Sultan, na ulikuwa ni utawala wa sultani au wa kifalme kwa 100%. Yani yeye ndo alikuwa anatawala na nguvu zote za utawala zilikuwa ziko mikononi mwake, na mfumo wa utawala ulikuwa ni mfumo wa kurithi, kwa maana kwamba atakapoondoka yeye Said bin Sultan basi atarithi mmoja katika watu wa familia, na anayetarajiwa kurithi ni mtoto mkubwa, ndio atakayeshika nafasi ya mfalme pale ambapo mfalme atafariki. Kwa hivyo Said bin Sultan alifariki mwaka 1856. Baada ya kufariki, alipaswa kuingia kwenye madaraka kwa mujibu wa mfumo uliokuwepo. Alikuwa ni mwanae mkubwa ambaye anaitwa Thuwain bin Said bin Sultan, ambaye wakati huo anafariki Said bin Sultan, yeye Thuwain alikuwa yuko Oman. Kwa hivyo alipaswa kurudi kuja kushika nafasi ya utawala, lakini kilichotokea ni kwamba mdogo wake Thuwain, yani mtoto katika watoto wa mtawala Said bin Sultan, Majid bin Saidi, yeye alivamia utawala, hijack, aliingia madarakani, akajitangazia kwamba yeye sasa ndio mrithi wa nafasi ile ya utawala. Na alifanya hivyo ilikuwa ni kutokana na mipango iliyokuwa imetayarishwa kwa nyuma. Kuna maelezo marefu zaidi kwenye swala hili, lakini ilikuwa ni baina ya Majid na Waingereza ambao walikuwa wanamwandaa wao wanaandaa hilo tukio la kuhijack, kuchukua utawala. Pale tu ambapo itatokea mfalme akafariki, basi aingie Majid. Ni mchakato ulikuwa unaendelea baina ya huyu mtoto na Waingereza. Sasa alipovamia utawala, Thuwain alimtahadharisha na akamshauri, akamwambia hapana, unachokifanya sicho, na kutaka uondoke madarakani haraka sana. Alipokataa, basi Thuwain alikuwa ameamua kutumia nguvu za kijeshi kumtoa madarakani. Kilichotokea hapo, Waingereza walijitokeza moja kwa moja, wakapambana na Thuwain kumzuia lile zoezi la Majid kuingia madarakani liendelee. Kwa hivyo Waingereza walifanikiwa, wakamzuia Thuwain na akaingia madarakani Majid bin Said bin Sultan. Kwa hivyo kuanzia wakati huo sasa ikaundwa serikali ya mseto baina ya Majid na Waingereza. Haya ni mabadiliko makubwa kutoka kwenye mfumo ule wa kwanza wa sultani peke yake, mfalme peke yake, unakuja utawala sasa mfumo mpya
ambao walikuwa ni mseto kati ya sultani na Waingereza. Na ilivyokuwa ni kwamba sasa sultani au mfumo huu ulipoingia pale, sultani alibaki katika nafasi ya ile hadhi ya kwamba ni mfalme, lakini zile power zote za kinchi walishika Waingereza, kwa sababu kwa mbele walitengeneza katiba na kulikuwa kuna vyombo vya kisheria kama vile mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi na kadhalika. Sasa hivi vyombo vyote ambavyo ni vyombo vya dola vilikuwa viko chini ya balozi wa Uingereza. Huu ndio mfumo wa utawala ulioingia kuanzia mwaka 1856 Zanzibar, baada ya kuondoka ule ufalme wa utawala ule wa Said bin Sultan. Sasa kuanzia hapa 1856 mpaka ilipofika kwenye 1950, miaka hii ilipofika kwenye 1950, wananchi wa Zanzibar ambao wameishi katika utawala kwa miaka mingi sana walianza harakati za kudai kuanzishwa vyama vya siasa ili wapate fursa ya kuwepo na utawala ambao utatokana na wananchi wenyewe, au kwa lugha iliyozoeleka sasa utawala wa kidemokrasia, kwa maana kwamba wananchi wafike mahala wachague mfumo wa utawala wanaotaka kupitia ule uhuru wa kiutawala. Wakati huo ilikuwa ni ulimwengu umeingia kwenye, hasa ulimwengu wa bara la Afrika ulikuwa umeingia kwenye harakati za kudai uhuru kutoka kwenye makoloni mbalimbali. Kwa hivyo Wazanzibari na wenyewe walianza hizo harakati za kudai uhuru kwenye miaka ya 50. Kwa hivyo kulikuwa kuna kuanzishwa vyama vya siasa mbalimbali ambavyo vilikuwa vinataka kuwepo na mfumo huo wa kidemokrasia. Na jambo hilo lilikubalika hatimaye baada ya pirika nyingi na misukosuko mingi, lakini hatimaye lilikubalika jambo. Na katika vyama vikubwa vilivyoanzishwa wakati ule ilikuwa ni Afro Shirazi Party, alafu ilianzishwa ZNP, Zanzibar Nationalist Party, lakini kulikuwa kuna Muslim Association, na baadaye ilikuja Zanzibar Pemba People Party na Umma Party baadaye vilikuja huko. Sasa uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia ulifanyika mwaka 1957, na huu ulikuwa uchaguzi sasa wa vyama vingi. Uchaguzi huu ulikuwa unawawezesha Wazanzibari kwa chama kitakachoshinda kuunda serikali. Hii serikali inaitwa serikali ya mazoezi, ambayo kama wananchi wanazoeshwa kutawala, kuongoza nchi zao, lakini inakuwa iko chini ya wale wakoloni wenyewe. Kwa hivyo serikali hizi huwa zinafanyika, na hata Tanganyika ilifanyika. Kuna kipindi hapa Mwalimu Nyerere alianza kuwa waziri mkuu kabla ya kuwa rais, ilikuwa serikali ya namna hiyo. Kwa hivyo Zanzibar ilianza hivyo mwaka 57. Katika uchaguzi ule wa mwaka 57 ambao ulihusisha majimbo kama 5 hivi, na vyama vya siasa vikubwa vilikuwa ni Afro Shirazi Party, Zanzibar Nationalist Party, Muslim Association, na kulikuwa kuna wagombea binafsi katika ule uchaguzi. Matokeo ya uchaguzi wa mwaka 57, chama kilichoshinda ilikuwa ni Afro Shirazi Party. Walishinda nadhani kwa viti kama 3 hivi, na kimoja kilichukuliwa na Muslim Association, na the Zanzibar Nationalist Party hawakupata kitu chochote. Kwa hivyo waliunda serikali au Afro Shirazi Party. Uchaguzi wa pili wa kidemokrasia ulifanyika mwaka 61, ilikuwa Januari, na ulikuwa ni una viti 22. Katika ule uchaguzi matokeo ni kwamba chama cha Afro Shirazi Party walipata viti 10, na ZNP walipata viti 9. Na wakati huo kuna chama kipya kilikuwa kimeanzishwa ambacho ni Zanzibar Pemba People Party, na chenye kilipata viti 3. Sasa kanuni za uchaguzi ilikuwa ni lazima upate zaidi ya 50 ndio unaweza ukaunda serikali. Sasa huyu alipata viti 9 na huyu viti 10 na huyu 3. Ikawa kanuni haiwaruhusu kuunda serikali. Kwa hivyo wakashauriwa kwamba waunde serikali ya mseto hivi vyama, lakini vikakataa. Kwa hivyo ukapangwa uchaguzi mwingine ufanyike. Kabla ya uchaguzi mwingine walishauriwa kwanza wale vyama vikubwa viwili vilivyopata viti 9 na 10, walishauriwa kwamba waombe viti 3 vya kile chama cha Zanzibar Pemba People Party. Huenda vinaweza kuwasaidia kupata ile asilimia inayowezesha kuunda serikali kimoja wapo. Kwa hivyo walipoenda kuomba hawa Zanzibar Nationalist Party walipata viti viwili katika vile viti 3 vya Zanzibar Pemba People Party, na hawa Afro Shirazi Party wakapata kiti kimoja.
Kwa hivyo ikawa Afro wana viti 11 baada ya kuwa walikuwa na viti 10, ukiongeza kile kimoja vinakuwa 11. Na hawa Zanzibar Nationalist Party walikuwa na viti 9, baada ya vile viti 9 baada ya kupata viti viwili ikawa sasa wana viti 11. Kwa hivyo wakafungana tena. Ndipo waliposhauriwa kwamba waunde serikali ya mseto, hawakuelewana. Ilipokuwa hawakuelewana ikabidi upangwe uchaguzi wa pili utakaofanyika mwezi Juni mwaka ule 61. Katika uchaguzi huu wa mwezi Juni, vyama vya ZNP na Zanzibar Pemba People Party wakakubaliana, wakaungana, ikawa ni chama kimoja kinaitwa ZNP ZPPP. Kwa hivyo walipoungana wakaingia kwenye uchaguzi ule wa pili wa Juni. Walipoingia kwenye uchaguzi wa Juni na viti vya uchaguzi vilikuwa vimeongezwa kutoka 22 mpaka 23. Hawa muungano wa ZNP wakashinda. Wale Afro Nationalist Party walipata viti vile vile walivyopata mara kwanza 10, na hawa ZNP wakapata vile viti vilivyobakia 13. Kwa hivyo ikabidi waunde serikali hawa ZNP ZPPP. Na kwa hivyo Afro Nationalist Party ikawa sasa ni chama kikuu cha upinzani, na chama kilichokuwepo madarakani ikawa ni Zanzibar Nationalist Party, Zanzibar Pemba People Party. Kwa hivyo waliunda serikali. Uchaguzi wa 4, ambao huu uchaguzi wa 4 ulikuwa ni uchaguzi wa mwisho, kwa maana kwamba chama kitakachoshinda ule uchaguzi, hicho chama pia kitapewa uhuru. Yani sasa ilikuwa ile serikali ya wakoloni ambayo ilikuwa inatawala pale, ule utawala ambao ni wa ushirikiano baina ya sultani na wakoloni, kwamba utakuwa sasa unaondoka, alafu nchi inapewa uhuru. Kwa hivyo chama kitakachoshinda katika uchaguzi wa kidemokrasi wa Julai mwaka 1963 ndicho chama ambacho kitakachokabidhiwa nchi kwa tarehe ambayo wakoloni wamepanga kutoa uhuru wa Zanzibar. Katika uchaguzi ule wa Julai mwaka 1963, chama cha ZNP ZPPP kikashinda kwa mara ya pili, kikawa kimeingia madarakani, na Afro Nationalist Party ikawa imeshindwa. Kwa hivyo ilipofika Desemba 10, 1963 ndio tarehe ambayo wakoloni walikuwa wamepanga kutoa uhuru wa Zanzibar. Kwa hivyo tarehe hiyo zilifanyika sherehe za uhuru, na vyama vyote karibuni vilihudhuria katika ile sherehe ya uhuru, ikiwemo chama cha Afro Nationalist Party na kiongozi wake ambaye ni Abeid Amani Karume, na alipata fursa ya kutoa hotuba katika sherehe zile za uhuru wa Zanzibar wa Desemba tarehe 10, 1963. Na hotuba ya Karume ilikuwa ni hotuba nzuri sana katika uchaguzi ule, katika sherehe zile. Hotuba yake ilisifu kwanza, iliwatanabaisha Wazanzibari kwamba nchi yao inaongozwa kwa mujibu wa katiba, na akaonyesha kwamba ushindi uliopatikana umetokana na ridhaa ya wananchi wenyewe, na akasisitiza umoja na mshikamano kuilinda serikali ambayo imetokana na uchaguzi wa kidemokrasia ambao umefanywa na Wazanzibari wao wenyewe. Hotuba hii inapatikana na ipo katika baadhi ya vitabu. Mimi nimesoma kwenye kitabu cha Kwa Heri Ukoloni, Kwa Heri Uhuru. Hotuba hii ya Karume ipo, imezungumza maneno mazuri na ya kweli kabisa katika ile tukio lenyewe lililotokea. Hivi ndipo ambapo ilivyokuwa mpaka mwaka 1963 Zanzibar inapata uhuru wake. Lakini kabla ya kuendelea mbele ni kwamba chini ya serikali hii ya ZNP, kabla ya uhuru, serikali hii ilikuwa imefanya mchakato wa kuifanya Zanzibar iweze kutambuliwa Umoja wa Mataifa, na hili jambo lilikubalika, na uongozi wa serikali ya ZNP ulikwenda Umoja wa Mataifa na ukapata kiti. Wao Zanzibar walipata kiti pamoja na Jamhuri ya Watu wa Kenya. Kwa pamoja ndio kwenye kikao kile cha Umoja wa Mataifa cha mwaka 63, hawa Zanzibar na hawa Kenya walipata uhuru kwa pamoja, na viongozi wa ZPPP ambao ndio walikuja kushinda katika uchaguzi ule wa mwisho wa Zanzibar na kupewa uhuru, ambapo serikali yao ilikuwa inaongozwa na Waziri Mkuu Mohamed Shamte, na kiongozi mwingine mashuhuri mwenye nguvu alikuwa ni Al Mohsin Barwan ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nchi za nje. Hawa walikwenda na walitambuliwa, walipokelewa, na Zanzibar ilipewa kiti na walihutubia mkutano, wakapongezwa kwa Zanzibar kupata uhuru au kupata kiti kile Umoja wa Mataifa. Huu ni mchakato ambao ulikuwepo kwa hivyo mpaka Zanzibar inapata uhuru tayari pia inatambulika katika Umoja wa Mataifa. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa.
Sasa tunakuja katika mapinduzi. Tumeona kwa kifupi katika maelezo haya utawala ulivyokuwa toka wakati wa Sultan Said bin Said mpaka kufikia miaka ya 50. Wananchi wakaanza michakato ya uchaguzi wa kidemokrasia na wakapata uhuru, wakapiga kura. Na nizungumze pointi moja muhimu sana kwamba katika uchaguzi zilizokuwa zinafanyika pale Zanzibar, hizi za uchaguzi wa kidemokrasia, kulikuwa kuna tume ya uchaguzi. Na wananchi walikuwa wanaweza kupeleka malalamiko yao kama uchaguzi umekuwa sio huru na wa haki, walikuwa wanaweza kupeleka malalamiko. Na uchaguzi wa mwaka 63 ulivyomalizika, hapakuwa na malalamiko. Yani hapakuwa na malalamiko yoyote kwenye tume ya uchaguzi kwa mujibu wa wale wakaguzi wa uchaguzi na tume yenyewe ya kulalamikia kuonyesha kwamba uchaguzi haukuwa huru na wa haki, bali kwa ni uhuru na wa haki. Na zaidi ya hayo ni kwamba kwenye hotuba ya Karume ameonyesha kwamba uchaguzi ulikuwa mzuri. Sasa hivi ndivyo ilivyokuwa. Baada ya uhuru huu, serikali hii sasa ambayo imechaguliwa kidemokrasia ndio ilikuja kupinduliwa tarehe 12 Januari 1964. Hapa ndipo tunapoyaona mapinduzi. Na hii ni pointi muhimu sana ikaeleweka, kwa sababu katika mambo ambayo yanaendelea nchini kwetu Tanzania, watoto wanafundishwa mashuleni kwamba mapinduzi ya mwaka 64 alipinduliwa Mwarabu, kwamba aliyopinduliwa ni sultani. Lakini historia ni hii ambayo ninaizungumza, ambayo unaipata kwenye ushahidi wote. Vitabu mbalimbali vya historia vimeandika hivi, na watu wanaishi na wapo. Na haya mambo yamefanyika mbele ya kamera, picha zipo, audio zipo, vitu vyote vipo, matukio makubwa yamefanyika. Lakini nchini kwetu Tanzania, serikali katika mashule ya serikali watu wanafundishwa mapinduzi yalifanyika mwaka 1964 ambayo ndio haya yatasherekewa kesho, kwamba alipinduliwa pale ni kwamba ni sultani, kulikuwa na utawala sultani Mwarabu ndio kapinduliwa. Serikali iliyopinduliwa ilikuwa ni Waziri Mkuu Mohamed Shamte ambaye anatoka kwenye chama cha ZNP ZPPP. Na katika historia huyu Mohamed Shamte pia alikuwa yuko kwenye ile Afro Shirazi Party. Lakini baadaye walitoka kwenye ile Afro Shirazi Party wakaunda ile ZNPP, halafu na baadaye wakaja wakaungana na ZNP, yani Zanzibar Nationalist Party. Kwa pamoja wakaja wakapata ushindi wa 63 na hatimaye wakaja wakaunda wakapata uhuru, serikali yao ikapata uhuru na wakaenda Yuno kwenda kuhutubia baada ya kuwa Zanzibar ina kiti chake Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo hili ni jambo la msingi sana la kuelewa katika makosa makubwa yanayoendelea katika taifa letu la Tanzania. Watu wanazungumza kwamba mapinduzi ya mwaka 64 kwamba aliyopinduliwa ni Mwarabu ndio alipinduliwa kwenye uchaguzi ulifanyika, na serikali ilipinduliwa ilikuwa ni serikali iliyoundwa na wananchi wenyewe. Hivi ndivyo ambavyo yalivyotokea mapinduzi ya mwaka 1964. Sasa tunakuja katika mtazamo wa wasomi. Mtazamo wa wasomi wanatazama mapinduzi kama ni jambo ambalo lilikiuka, yani lilichukua haki za watu, kwa sababu hapakuwa na ridhaa ya wananchi katika swala la mapinduzi. Na mpaka sasa kuna kitandawili kikubwa sana kwamba huyu aliyopindua Zanzibar ni nani, kwa sababu katika mchakato ule wa mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia ukirejea katika mchakato siku ya mapinduzi yenyewe, lile dawati lile la mambo ya ufundi lilikuwa limeshikwa na wao wenyewe, serikali ilikuwa inaondolewa ya Waingereza kwa sababu wamehusika katika mapinduzi. Wasomi wanasema wazi kwamba haya mapinduzi hayakutokana na Wazanzibari wenyewe, kwa sababu Wazanzibari wenyewe walishiriki uchaguzi na wakachagua serikali yao iko pale. Kwa hivyo wanamtazamo wao ni kama huu, lakini jamii pia inatazama hili swala katika mwelekeo kama huu. Tunaona kuna faida zozote ambazo zimepatikana kutokana na mapinduzi? Faida hakuna faida kwa kweli, isipokuwa tunaweza kusema kwamba mwelekeo sio mzuri kwenye swala la mapinduzi, kwa sababu watu wanatazama mapinduzi kwa namna yalivyofanyika. Mapinduzi ya Zanzibar yalikuwa mazito sana. Kwa mfano ukirejea kwa Okello ambaye ndio alikuwa kiongozi, yeye anasema waliua Wazanzibari katika mapinduzi karibuni 11,000 na kidogo hivi, 900 sio na ngapi. Haya, hii Okello anazungumza kwamba hili ni tukio ambalo yeye mwenyewe amelishuhudia kwamba wamelifanya, wameua Wazanzibari zaidi ya 11,000. Idadi ni kubwa sana, ingawa kuna mikingamo kidogo, kuna ukinzani kidogo, kwa sababu Okello anasema 11,000,
lakini kuna watu wanaonyesha idadi ya mauaji ilikuwa ni kubwa sana. Watu waliouawa Zanzibar walikuwa ni wengine wanakwenda mpaka kwenye zaidi ya laki na kidogo. Lakini hata kuchukua hiyo idadi ya 11 kwa population ya wakati ule ya Wazanzibari, watu walikuwa kama 400,000 hivi. Ukiua watu karibu 11,000, hii inaingia kwenye mauaji yale ya kimbari. Sasa hao watu waliuawa sio kama ni watu walikuwa wana resist, yani labda walikuwa wanapambana, labda pengine kuna vikosi vimeingia alafu na wenyewe wanapambana vile vikosi, au walikuwa wamepanga kufanya fujo. Hawa ni raia ambao waliuawa wakiwa msikitini, wakiwa sokoni, wakiwa hospitali, wakiwa kwenye majumba yao, ambao wamekaa tu alafu wamefika wamevamiwa wakauawa. Hii ndio taswira ya mapinduzi jinsi yalivyokuwa. Lakini kuna upotevu mkubwa wa mali, kuna dhulma kubwa, kuna unyang'anyi wa hali ya juu, na kuna matukio mengi sana ambayo ni ya kuvunja haki za binadamu. Haya yote hayawezi kuondoka kwenye historia, na ni mambo ambayo yapo yanaeleweka na mazito zaidi. Ukisoma kwenye vitabu utakuja ukuta kuna mambo ambayo huwezi kuamini kwamba binadamu angeweza kumtendea binadamu mwenzake. Yamefanywa haya na wana mapinduzi katika kufanya mapinduzi yale. Sasa ukichukua ile mapinduzi yalikuwa ni serikali kwa madarakani, wamechagua wananchi, Afrika pinduliwa, halafu vile vile yakatokea maafa makubwa sana kama haya mauaji. Na pia kulifanya taifa lirudi nyuma. Yani maendeleo yalikuwepo Zanzibar kabla ya mapinduzi na sasa. Yani Zanzibar kabla ya mapinduzi ilikuwa na maendeleo makubwa zaidi ukilinganisha na Zanzibar ya sasa. Sasa haya yote ndio yanabeba ile taswira ya mapinduzi. Kwa hivyo leo hii inapofika mahala watu sasa wakaona kwamba jambo hili ni jambo la kusherehekea, na pengine wasione kwamba walikuwa na dharura fulani wakati ule, na ile dharura pengine walilazimika kutumia njia ambayo sio nzuri, lakini wao kaona kwamba bado katika sura kama ile kwamba ni jambo zuri, linafurahisha na la kusherekewa, la kuenziwa. Hapa unaona kama kuna tatizo kubwa zaidi. Kwa hivyo nikirudi katika ile kwamba mapinduzi yameleta hasara au yameleta faida, ukiangalia katika sura hii utaona hasara ni kubwa zaidi, kwa sababu yanajenga ile hali, maana yake kuenziwa haileti faraja katika nyoyo za watu, wala haileti umoja, wala haileti heshima, wala haileti ile mtu kufika mahali akajuta. Leo hii tunaona kuna watu ambao wamefanya mambo mazito sana huko nyuma, lakini wamefika mahali wanaomba radhi. Sehemu mbalimbali Rwanda hapa walifanya mauaji makubwa ya Rwanda, wanaomba radhi, ikiwemo hata wenzetu wa madhehebu ya kanisa Katoliki wameomba radhi kwa kile ambacho kilichofanyika katika ile hali ambayo ilitokea pale Rwanda. Lakini sisi leo hii inapofika mahala kwamba watu mmefanya kama yale yalifanyika kwenye mapinduzi, halafu amuoni kama ni tatizo, isipokuwa mnaona kwamba hili jambo hili ni la kuenziwa na watu wakaona fahari kwamba wajifaharishe nalo, huwezi ukasema kwamba hii ni faida, kwa sababu linatengeneza hali mbaya sana katika nafsi na akili za watu, na baadaye linaweza kuja kutuletea matatizo makubwa sana. Na mimi na saa zangu ni kwamba ni lazima tuangalie haya mambo kwa upana zaidi, hasa kwa mujibu wa mustakabali wa huko mbele tunakokwenda. Tunapotumia busara zaidi na kuwa watu tunaparejea katika utu zaidi na kuangalia ule yani ule ubinadamu wetu, heshima yetu, umoja wetu na kadhalika, tukijali hivyo vitu vitatusaidia sana. Otherwise ni kwamba inawezekana tukawa kama tunakwenda kwenye jazba za siasa ambazo pengine zimepitwa na wakati, tukazingangania zile siasa, zinatupeleka kwenye makosa makubwa sana au kwenye madhara makubwa sana. Lazima tukae tupitie mambo yetu, alafu tuangalie namna gani tunaweza kwenda yakatusaidia katika wakati tunakwenda nao sasa hivi, ili tuweze kujenga taifa lililokuwa bora na lililokuwa imara. Tumefursa hii kushukuru mwandishi kwa kipindi hiki kidogo cha kutaka kujua mtazamo wetu kulingana na sherehe za mapinduzi ambazo zinafanyika kesho kwa wana mapinduzi ambao walifanya mapinduzi yao kule Zanzibar. Haya ndio tulioangalia sisi katika swala hili la mapinduzi. Asante sana.